zipo Tanzania. Sasa hivi tuna mahindi kwa wingi, tuna mpunga kwa wingi, lakini uhifadhi wetu ni changamoto. Pamoja na jitihada za serikali ya awamu ya 5 ambazo tumewekeza kwenye kujenga vihenge vya kisasa, yani silos, bado hazijakamilika. Zikikamilika, uwezo wa serikali wa kuhifadhi kwenye hizo silos itakuwa ni tani 501,000. Lakini mpaka sasa hivi bado hazijakamilika. Tunahitaji uwekezaji zaidi. Sisi tunatamani tuwe na uwezo wa kuhifadhi zaidi ya tani 3,500,000. Zizo zote zihifadhiwe. Sasa nani wa kuwekeza? Ni sisi wenyewe wa Tanzania, wawekezaji wazuri kama wewe. Kwa hiyo nakupongeza sana na kampuni yako na wengine wote, muwekeze kwenye uhifadhi. Hiyo itatusaidia sana tukiwekeza huko. Lakini uunganishwaji wa masoko na uzalishaji, hili ni swala la muhimu, mmelifanya na mmekuwa mkitusaidia, lakini tunawastahili kuongeza bado nguvu zaidi katika eneo hilo. Uwekezaji kwenye viwanda, mmetusaidia kwenye viwanda vingi, mmewekeza, mmewapa mikopo kwenye viwanda, na sisi tunafikiri kwa kutumia ushirika sasa hivi tunataka baadhi ya viwanda vifufuliwe, tunataka viwanda vipya vijengwe, viwanda vya kuzalisha, viwanda vya kuchakata korosho na kadhalika, viwanda vya kuongeza thamani ya mazao yetu. Kwa hiyo ni fursa ambayo ipo, mnaifanya vizuri, lakini tunafikiri bado tunahitaji mikopo zaidi katika hili eneo ili tuweze kuwekeza na kukuza uchumi wetu. Pamoja na elimu ya mambo ya fedha, mmekuwa mkitusaidia kutoa elimu ya mambo ya fedha. Sasa hivi uchumi wetu mkubwa, watu wengi wako kwenye informal sector. Na bahati mbaya hela nyingi, wengi wanapenda zile za kushika, anauza hapa, anapata hela. Sisi tunasema huu utaratibu umeisha, umepitwa na wakati. Mimi nakumbuka kuna siku moja nilienda New Zealand, nilipoenda New Zealand pale, wakaniambia nikaenda hotelini. Nikataka kucheck in hotelini. Wakasema how are you paying? Nikasema nalipa cash. Wakasema no, we don't accept cash. Kwa nini? Wakasema sisi hatupokei cash. Nikasema mimi cash ninazo. Nikasema no, tunapokea credit card. Wewe huna kadi? Nikasema kadi sina. Ina maana kwenu huko hata mabenki yameshindwa kukuamini. Sisi tutakuamini vipi kukaa kwenye hoteli yetu? Kwa hiyo nilipata shida, nikabidi nihame niende kutafuta hoteli nyingine. Wenzetu wako very serious. Na ukiangalia sasa hivi financial inclusion kwetu bado iko chini. Tunasema imefika 65%, lakini bado iko chini. Watanzania wengi bado hawajapata elimu ya namna ya kuwa. Tumeona kwenye pamba kwenye mmetusaidia. Tuliomba wakulima wote wawe na account. Na mimi nimeweka ni lazima wakulima wote wa mazao ya kimkakati wawe na account. Mmewafungulia. Imekuwa mgogoro mwaka huu. Wanasema sasa mbona wanakata hela kidogo, ukiweka benki hawatoi hela zote. Yaani wale wasukuma wale wa pamba wale, wao wanataka kiuza pamba achukue hela zake zote akaziweke kwenye mto au anaziangalie. Sasa ukimwambia unamtuuzia haamini. Sasa hii inahitaji elimu ya kutosha ili watu waweze kubadilika, tuweze kubadilisha tabia, tuweze kufikia pale tunapotaka. You cannot manage economy kwa hela watu wanazo majumbani. It's very difficult. Hela zikiwa kwenye mabenki ndio tutaweza kumanage uchumi vizuri. Na hili nafikiri elimu mnayoitoa tuendelee kuitoa zaidi. Lakini mwaka huu kule kwenye pamba tulipoona wametubana tukajua watatunyima kura. Na sisi tunazitaka kura zao. Tukasema sasa tunaweza mkawalipa na keshi. Wakati mwingine unaangalia na muda na mazingira. Sasa tukichaguliwa baada tu mwaka wa kwanza wakulima wote lazima kwenye account. Sasa hivi tunaona kwanza. Kwa hiyo baada lazima ubadilike kutokana na muda. Sasa wewe ukisimamia huko watatunyima kura. Wakitunyima maisha yanakwenda vibaya. Kwa hiyo lazima tubadilike kidogo. Hii inaonyesha uzalendo wenu na dhamira ya dhati mlionayo CRDB katika kuwakomboa wakulima kupitia huduma na bidhaa hizi mahususi, na mimi nasema hongereni sana na niwaombe muendelee na kazi hii nzuri mnaoifanya. Hongera sana. Ndugu wageni waalikwa, nikiwa waziri mwenye dhamana ya kilimo, nimefurahishwa sana na ushiriki wenu wa utoaji wa huduma za uwezeshaji wa wakulima baina ya benki ya CRDB na kampuni ya ETC Agro, Loni Agro na Agrocom, ambao utazinduliwa leo hii. Uhusiano ambao unakwenda kuleta manufaa kwa wakulima kwa kuwawezesha kupata mikopo nafuu na vifaa vya kilimo ikiwemo matrekta, pawatila, mashine za kuvunia
na nyinginezo. Huu kwa kweli ni ushirikiano mzuri sana, hongera sana. Kabla sijaje hapa, nimewaambia watu niwatangazie hata kule jimboni kule wakati nafanya kampeni jana. Nikasema nasitisha kampeni, naenda kuzindua mpango wa kukopesha matrekta. Wakasema basi tuletee na hiyo na hizo bei. Kwa hiyo mjiandae. Mnipe na bei zenu mnapokopesha zikoje ili nikawapelekee. Nikasema kazi niliyotoka kufanya ni hii. Nikiwaonyesha vile watanipa na kura nyingi. Kwa hiyo hapa mimi najua niko ni sehemu ya kazi yangu ya kupata. Maana wote ni wapiga kura. Na hata hapa hao wote walioko hapa mkurugenzi na nyinyi wote tunaombeni kura zenu. Kwa wote mlipo. Maana tusipoomba hapa tutaomba wapi? Tukiita mikutano ya kampeni hamji. Mko maofisini. Mko busy. Sasa hapa kuna kwa Dr. John Joseph Pombe Magufuli na wale wanaomfahamu Wasunga huko kura zote. Na wengine wote. Tutakuwa umefanya kazi nzuri sana. Tutaweza kutekeleza mabadiliko makubwa. Kwa hiyo wanasema ukikutana na watu, sisi wanasiasa mtaji wetu ni watu. Ukiweka mahela halisaidii, lakini watu wakiwepo hapo unawekeza. Kwa hiyo uwekezaji wa zana za kilimo unaendana na uwekezaji wa kwenye kura. Kwa hiyo msisahau hilo, vinaenda pamoja. Tunafahamu wakulima wengi bado wako kwenye kilimo cha jembe la mkono, na Tanzania bado mpaka sasa hivi ni chini ya 24% ndio wanatumia zana za kisasa, hasa zile kama matrekta. Lakini wengine wanatumia karibu majembe ya ng'ombe ya kukokotwa na wanyama na kadhalika. Tunafikiri kuna haja sasa ile 50% ya wanaotumia jembe la mkono tuishushe ili ibaki kuwa 10% labda kama 10 ama 20. Hapo tutakuwa na mafanikio makubwa sana. Na naamini kwa programu hii mlioianzisha itachangia sana katika kuhakikisha kwa kweli tunafikia hiyo azma ambayo tunaitaka. Ndugu mkurugenzi mkuu wa benki ya CRDB, nikupongeze pia kwa hatua mbalimbali ambazo benki yako imezichukua za kupunguza riba katika mikopo ya kilimo kutoka 20% iliyokuwa inatozwa hapo awali hadi 18%. Hii inaonyesha dhamira ya dhati mlionayo katika kufikisha huduma kwa wakulima walio wengi. Hongereni sana. Nina imani mtaendelea kupunguza zaidi ili siku zijazo muweze kupunguza riba zaidi na zaidi kusudi wakulima waweze kumudu hizo gharama. Maana riba ikiwa juu basi wanashindwa kumudu mikopo. Na masharti nimefurahishwa. Niliposikia umesema masharti ya hii mikopo haitaji kuwa na dhamana. Dhamana ni hiki chombo chenyewe. Hii ndio itawasaidia wengi kukopa. Sababu wengi ukienda kule wana hati za nyumba zile za kimila. Na hati za kimila nyinyi mnasema mnazikataa. Kwa nini? Kwa sababu ya kipengele kimoja tu kimewekwa kwenye sheria. Uruhusiwi kumuuzia mtu nje ya mwanakijiji. Sasa hiyo tunafanyaje hiyo? Tutashauriana ndani ya serikali turekebishe hicho kipengele. Maana sasa mtu akishindwa kulipa tunatakiwa taifishe mali zake tumuuzie mwingine. Lakini kwa hili kwa sababu litajidhamini lenyewe, maana yake akishindwa kulipa tunataifisha lile. Tunampa mtu mwingine anaendeleza kazi, anaendelea na uzalishaji. Huu ni mpango mzuri ambao kwa kweli nawapongeza sana. Kila siku mlikuwa mkisikia yajayo yanafurahisha. Ndio haya hapa sasa. Mkaribie mchukue fursa hizi za kuboresha kilimo chenu, na nina imani mtafurahishwa kuona kilimo chetu kinaboreshwa zaidi na zaidi. Niombe mabenki mengine, taasisi za fedha na wadau wote wanaotoa huduma za uwezeshaji wa wakulima kutumia mifumo hii kwa ushirikiano na makampuni haya yanayotoa zana za kilimo na mengineyo katika kutafuta masuluhisho mbalimbali kwa ajili ya Watanzania. Tukiunganisha nguvu kupitia huduma tunazozitoa, si tu tunaweza kuboresha maisha ya Watanzania, tutawahudumia bali pia tutaweza kukuza biashara zetu na kuongeza faida zaidi. Nimefurahishwa sana na mkurugenzi mtendaji mama yangu Angelina. Nimefurahishwa uliposema mnaongea na Wizara ya Elimu ili sasa yale mnaita matera yale yanayokokotwa na pawatira, badala ya kuagizwa nje yanatengenezwa hapa nchini, na mnataka vijana wengi wafundishwe zaidi ili tutengeneze mengi zaidi. Nimefurahishwa sana na uwekezaji. Hiyo safi sana. Hapo safi sana. Maana uwezo wa Tanzania kuwa wabunifu na kutengeneza upo. Wanachohitaji ni kuwezeshwa ili waweze kufanya hiyo kazi.
Kwa kweli hili ni wazo zuri na mimi nimefurahishwa sana na hili. Lakini mkurugenzi, bado na mazao mengi yananisumbua. Umesema korosho inanisumbua, pamba, kahawa, sijui pareto, mkonge, tumbaku, mazao ya chakula kama mahindi, mpunga. Bado tuna matumaini makubwa na CRDB kama benki inayoongoza kutoa mikopo. Angalieni namna mtakavyotusaidia tuwekeze zaidi kwenye hilo eneo. Lakini sasa hivi nchi yetu kwa ardhi nzuri tulio nayo na maji tulio nayo, ambao inaelezwa kwenye mpango wa kuendeleza kilimo awamu ya pili, program ya kuendeleza kilimo awamu ya pili, bado uwekezaji wetu kwenye mazao ya horticulture ni mdogo. Na horticulture ni eneo ambalo kuna fedha nyingi. Sasa hivi nchi jirani kama Kenya mwaka jana wamepata dola za Marekani bilioni 6. Sisi nchi nzima ambao sisi ni zaidi, ardhi yote tuunganisha nchi zote za Afrika Mashariki hazifikii ardhi ya Tanzania. Uwekezaji wetu sisi kwenye horticulture, mazao haya ya bustani, sisi matunda, mboga, sisi tumefikia mapato dola 779 milioni. Basi hatujafika hata bilioni 1 dola za Marekani. Wa Marekani dola bilioni 6. Tunafikiri ni eneo ambalo tunatakiwa kuwekeza zaidi. Na tukiwekeza kwenye eneo hili, tunaweza tukatoa mchango mkubwa sana kwenye ajira, tunaweza tukapata fedha nyingi sana. Ndio maana serikali ya awamu ya 5 iko kwenye utaratibu sasa hivi, kwenye mkakati wa kununua ndege kubwa ya mizigo. Ndege ya mizigo ikija hapa, lazima tuwe na mizigo ya kwenda kuuza. Sasa tunataka tuzalishe mboga kwa wingi, tuzalishe matunda kwa wingi. Nimeangalia takwimu zetu. Matunda kama parachichi, sisi tumezalisha tani 190,000. Mauzo nje ya nchi ni tani 9,000. Sasa hayo mengine yote tunakula hapa kweli. Lakini ni kwa sababu takwimu hazijakaa vizuri, wengi wanasafirisha matunda yale wanaenda kuuza Kenya. Afu Kenya imeingia mkataba na China kupeleka maparachichi. Kumbe yanatoka Tanzania. Wao kule wanajua yanatoka wapi? Kenya. Sasa tunafikiri tufike mahali tuanze kuzalisha, tuanze kusafirisha kutokea hapa. Kule kwenye bwawa la Nyerere tutazalisha umeme mwingi sana. Lakini downstream kule, baada ya kuzalisha umeme, yale maji yatatumikaje? Tuna eneo kubwa zaidi ya ekari 300,000 ziko kule chini. Tunafikiri ni maeneo ambayo mnaweza tukakaa chini tukaangalia namna ya kufinance kilimo kizuri, tukawa na farming agriculture, ile contract farming agriculture. Sasa contract farming, kilimo cha mkataba, kitatusaidia vijana wetu ambao hawana ajira, vijana wetu wote ambao wakaenda pale wakawekeza, tukawa na block farming pale, tukaweza kuzalisha mboga kwa wingi, tukazalisha matunda kwa wingi, tukazalisha pilipili au viungo kwa wingi, tukapata fedha nyingi, ambapo tunafikiri ni eneo lazima tuwekeze vya kutosha katika hilo eneo. Kwa hiyo ni waombe taasisi za fedha na wengine tuangalie kwenye hili eneo, tulifanyia utafiti wa kutosha, tuone namna tunavyoweza kufanya kwenye hili eneo. Lakini kwenye haya mazao mengine tunafanya vizuri, bado tuna shida ya korosho. Mwaka huu naomba upange budget ongeze. Kwa sababu korosho tunayotegemea kuvuna mwaka huu ni zaidi ya tani 300,000. Zaidi ya tani 300,000. Sasa tani 300,000 zinahitaji financing. Na kwenye kupanga bei, ambacho tumesema sisi kama serikali hatutapanga bei na hatuhitaji kupanga bei, kwa sababu sisi serikali hatulimi. Wanaolima ni wananchi, ndio wanajua gharama za uzalishaji, wanajua kiasi gani ametumia, anataka faida kiasi gani. Kwa hiyo wao ndio wapange bei, wakutane na wanunuzi, soko liamue bei. Ndio msimamo wa serikali. Hatutaki kujiingiza kupanga bei. Tulifanya hivyo kwenye pamba, uliona tulivyohangaika. Sasa hatutaki kurudia makosa, tunataka bei zipangwe na soko, wakulima wapange bei, wanunuzi wabageni wakubaliane. Kama serikali tutatengeneza mazingira wezeshi. Ndio hiyo kazi ya serikali. Na hapo tunaamini tutafikia vizuri, tutaweza kufanikiwa sana. Kwa hiyo, kwa hayo machache, natamka kuwa sasa nimezindua rasmi mikopo hii ya vifaa vya kilimo. Naomba nitumie ile kauli mbiu mliokuwa mkiitumia katika huduma za sim banking: kwa raha zako
kwa kuwahamasisha wakulima kuwa sasa hivi unalima kwa raha zako. Kwa nini? Kwa vifaa vya kisasa kupitia mkopo unaotolewa na benki ya CRDB kwa ushirikiano na ETC Agro, Loan Agro na Agrocom, lazima ulime kwa raha yako. Kwa hiyo kilimo sasa ni raha, sio shida. Tena nyinyi mnaoleta mikopo, mimi nimewaahidi hao wakulima wangu, nataka mlete mikopo, matrekta yale ambayo sasa hivi yanaendeshwa kwa remote. Unakaa nyumbani, unakaa na mume wako na mke wako, unalituma trekta linaenda lenyewe shambani, linalima, likilima huko, likipalilia, likimaliza unabonyeza linarudi. Mnakaa na hakuna anayetaka shida. Raha lazima ujipe mwenyewe. Hapo wakulima watajipa raha wenyewe.